wananchi ifike Machakos. Tumefurahia sana na ongera kwa hiyo kazi umefanya. Viongozi wetu wa principal wa Linda Mwananchi, Sifuna, Babu Owino, Governor Orengo, Ososi, Karoli, Wamboka na wale wengine Engoko, Oundo na Amashaku, wale wengine wote mmekuja. Karibuni sana Ukambani. Na sisi tuko na jambo moja ya kusema. Uko Ukambani mkikuja mjue na sisi ndio wale watu wameteseka sana kuliko hata makabila mzuri zingine. Kwa sababu sisi tumekaa kama Wakamba pamoja na sisi ni watu wa amani. Lakini wakati Ruto alichukua uongozi, kitu ya kwanza tulikuwa na project ilikuwa kubwa sana inaitwa Thake Dam. Lakini hiyo Thake Dam imesimama, hakuna kitu ikaendelea. Kwa sababu alikuwa anajua Thake Dam inapatia Wakamba maji. Kwa sababu tuko na shida ya maji. Kwa hivyo sisi tukisema Ruto aende nyumbani, tuko na sababu ya kusema. Wale ambao wanakuja huku, viongozi wale wamechaguliwa katika na UDA, wanazunguka wakipeana molio. Sisi Wakamba hatutaki molio, tunataka maendeleo. Na kwa sababu tuko na Linda Mwananchi hapa, kwa sababu sisi tuko kitu moja, tutahakikisha tutakaa meza moja na wale ambao wako na maono wanafanana na ile ya Linda Mwananchi. Tujipange pamoja, tuhakikishe tumechukua uongozi wa hii nchi. Kwa sababu hakuna haja. Nasikia Ruto anasema sisi hatuna agenda. Na leo nataka kutangaza agenda ya Ruto. Agenda ya Ruto moja ni kupandisha mafuta. Agenda ile nyingine ya Ruto ni kuleta ugonjwa wa Ebola hapa Kenya. Agenda ile nyingine ya Ruto ni kufinya yule mwananchi wa kawaida. Finance bill, tukiweka ushuru katika hiyo M-Pesa, kwa sababu watu wengi wanalipa na M-Pesa, hiyo inamaanisha Wakenya wote wameumia. Kwa hivyo kwa hiyo sababu mimi nataka kufika hapa na kusimama hapa nitangaze ya kwamba sisi hatutasimamishwa na mtu. Tutaendelea kuongea na tutanguka nchi yote tuakie tumeongea na mwananchi. Kwa sababu mahali hii serikali imefika ni mahali tunasema tunawapatia red card kwa sababu wameshindwa na kazi. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you Mheshimiwa. Kanisa kwaya nawaona hapo. Hii PS system inakuja ama ikuji? Kwaya PS system mwene kwa nandiwa. Omundu niguo. Ndiko uni mumezi amana ino banini? Mchungaji, hii PS system lazima leo tutaipandisha. Kwa heshima kuu my senior brother Mheshimiwa Karoli Omondi. Karibu. Asante sana, asante sana. Good afternoon church. Yesu ataiwe, Yesu ataiwe. Hallelujah. All protocols observed. Nitaongea machache kwa sababu ya masaa ili tutoke tuende tuongee kule nje. Ya kwanza nataka kuongea kama katibu mkuu wa chama cha Azimio. Si mnakumbuka hiyo ndio ilikuwa chama cha baba ya mwisho? Na hapo ndio tulikuwa na watu wengi sana. Sasa kama katibu mkuu wa chama cha Azimio nimeleta salamu kutoka kwa mwenyekiti Rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, umepokea? Nimeleta salamu kutoka kwa party leader wa Azimio Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, umepokea? Nimeleta salamu kutoka kwa mwenye chama kikuu Mheshimiwa Matiang'i, umepokea? Mheshimiwa Ngilu, umepokea? Hawa ni watu wa Azimio wote. Ya pili, na acting party leader representing ODM in Azimio Mheshimiwa His Excellency Orengo yuko hapa in the house. Haya. Ya pili, nataka kuleta shukrani kama mtu alikuwa karibu sana na kiongozi wetu aliyetuacha Raila Amolo Odinga. On behalf of all ODM supporters since December 2005 when we formed the party, I want to say to the people of Ukambani, asanteni sana kwa kusimama na baba safari tatu za uchaguzi. We are truly grateful. We know you are our friends.
na kuendelea mbele. Hata sisi we will work with you, we will find a way to work with you. Si hivyo? Now I also want to speak as the spokesperson of Linda Mwananchi. Kabla Moi hajastafu, Rais Moi, hayati Moi, yeye alifanya ukora, akaleta sumu nchi hii. Hazardous waste was imported, wakaenda wakaficha huko Wajir. Sasa hii Rais Ruto anafanya ukora, analeta importation of Ebola from America, na wanataka kuficha hiyo na nyuki, na kwa sababu milima imekuwa ngumu, anataka kumwaga ugonjwa huko. Sasa sisi kama Linda Mwananchi tumeamua tarehe 14 mwezi ujao tunaenda Thika kufanya rally kubwa ya milima, ajue tumeingia huko na ajue tutalinda watu wa Mount Kenya. Hiyo ndio tunaenda kufanya huko, tunaenda kulinda watu wa milima. Muwe tayari, na tuma ujumbe kwa watu wa milima. Tarehe 14 mwezi ujao tunataka kuona Thika imejaa, na Kenya mzima tufanye declaration kubwa huko. Tunaelewana? Haya, sitaki kusema mengi kuzidi hapa kwa sababu ya masaa, zingine nitaongea huko nje. But let me tell you my friends, change is coming to Kenya. Change is coming to Kenya. If you are not here, if you are not in the other opposition outfit, you are heading to somewhere else. Be ready. When they tell you they will steal the vote, it is already an admission they have lost. Na hakuna mtu ataiba kura yetu. When we will vote, after voting, we will count. We will announce before midnight. At 6 a.m., 5 million watakuwa wamefika State House. Tuone nani ataiba kura yetu. Asanteni sana. Thank you very much. Nitaita jamaa moja akosange kwa koti. Hata ukishikwa juu ya kuiba mayai, utamuona kotini. Senator Daniel Maanzo, kuja usalimiane. Sandeni, God is good and all the time. Mimi nasema tuko kwa kanisa leo, na nataka kusema ya kwamba wakati kulifanywa maombi ya kitaifa, tulileta mhubiri mmoja ambaye pia alikuwa waziri kule Uganda, akaambia Mheshimiwa Ruto na akamsomea Biblia vizuri, ikamchoma kwa moyo vizuri, akamwambia mimi na Obote tulikuwa tumeongoza Uganda. Lakini ilifika wakati Obote akatoroka na yeye akawekwa jela miaka 24. Kwa hivyo Ruto akaambiwa usicheze, unaweza toroka ama unaweza wekwa jela kulingana na vile unapeleka wa Kenya. Ilipoenda namna hiyo akakubali. Sasa wamesema wameongopa hawataiba, na tena akakubali akishindwa ataenda. Aende asiende? Aende asiende? Niseme ya kwamba kule Makueni hata wakiweka cyberbullying, hata wakiweka doctory, huko tuko one term. Hapa nyinyi mko wapi? Machako wako wapi? Wananchi wako wapi? Hii mambo ya kulima wananchi ni muhimu sana, na ndio tunamwambia Ruto, chagua katikati ya kujenga manyumba ambayo sasa inaitwa avoidable houses sababu quality ni mbaya. Utajenga manyumba ya nini kama unaleta Ebola? Nani atakaa kwa hiyo manyumba? Hata ukijifanya utatengeneza barabara ambayo inaenda Nakuru na watu wameenda na Ebola, utatengeneza barabara ama utaleta Ebola? Kwa hivyo tunasema mambo ya kuleta Ebola kwa nchi ya Kenya tumekataa. Tumesema no, you cannot. Uwezi leta Ebola kwa hii nchi. Maanake mwananchi ni muhimu, na ndio tunalinda mwananchi, na tunasema Ebola haikanyanga Kenya. Kwa hivyo tumekubaliana na Kenya, tumesema tutaandamana mpaka Ebola ipelekwe pengine. Tutaandamana, hatutakubali Ebola ikanyanga nchi ya Kenya. Na sio tu nchi ya Kenya, ati katikati ya nchi ya Kenya. Sio kuwa wananchi. Tafadhali
kia ulema umepiga. Tafadhali tuwaleze wale wengine ndio waweze kuja kitambulisho yako. Unataka kitambulisho, kwanza utapiga kura, ya pili itapigwa mahali ingine. Kwa hivyo asanteni sana na karibuni Machakos, karibuni Ukambani. Leo tutajumuika na nyinyi na mtafurahi sana. Aende asiende. Asante. Thank you. Sasa kuna mtu mmoja alikuwa anapatiza, alikuwa anaitwa John the Baptist. Alisema yeye atatumia maji, lakini mwingine anakuja ambaye atakuwa anatumia. Kuna watu ambao kuwaita lazima uvae viatu kubwa, na sijui kama anaweza toshea viatu zao. But before I call them, allow me to recognize Daisy Kibanga, MP aspirant Mavoko. Thank you. Huyo mtu, hebu kwanza sema pole. Wewe kanisa simseme pole. Iko one of our senior principals in Linda Mwananchi. Recently mliona alipoteza mama yake mzazi, si ndio? Mnamjua? Mnamjua? Anaitwa nani? Richard. Semeni pole tena. Thank you so much, my senior brother. Thank you so much. Thank you. Thank you. Nashukuru sana Pastor kwa maombi, na nadhani kwa rekodi yangu maombi yako ndiyo yamechukua muda mrefu zaidi tangu nizaliwe, na hiyo maombi yako ndiyo ina impact kubwa zaidi kuliko maombi yote nimekuwa maisha yangu. Thank you. My senior leader James Orengo, my brother Sifuna, my brother Babu, my brothers, all of you who are here, my sisters, wote ambao mmekuja hapa. Nitazungumza machache tu. Kwanza nawaletea ujumbe na habari kutoka Kisii. Na hiyo ujumbe ni kuwa kule Kisii tukiwa na Kibagendi, tukiwa na Gisairo, tukiwa na Obadia, tukiwa na mimi, Kisii iko na lockdown. Hakuna maneno ya Ruto. Nimetumwa na ujumbe na Mheshimiwa Matiang'i, na Matiang'i anasema hivi, kiongozi wetu ambaye yuko senior kwa group ya alternative opposition ni Kalonzo Musyoka. So tunapatia Kalonzo his respect, tunampa his awards, wakati ambao hawa viongozi wote watakaa chini wazungumze, wakisema ni Kalonzo, tutasaidia yeye awe president. Mukisema itakuwa my brother Sifuna, itakuwa ni yeye. Mukisema ni James Orengo, itakuwa ni yeye. Mukisema ni let me tell you, I've been around for a while. The only way we are going to remove this crooked regime out of power is that all the people of good faith must come together and we remove these crooks and thieves and conmen and peddlers from that house called State House. Kumalizia, wacha niseme hivi. Nyinyi wananchi mnakaa hapa, viongozi wetu wote. I have a small request to make to you. Sifuna, ukipata uongozi baba, uchunge hawa watu. James Orengo, wewe ndio baba yetu. Shikilia hawa vijana. Shikilia. Omboka. You are here today. Thank you. Thank you. You want also. Don't walk away. Ruto is going to send people to give you money. For Adani, they brought 200 million. I told them I want 9 billion. I have been waiting for the 9 billion. Hawawezi kuleta. Msikule hiyo pesa ya hao watu. Na ukikula pesa ya Ruto unakufa. Kwa Kikisii nimalizie, tunasema hivi. Si mnakumbuanga naongea kwa Kikisii. Chini omba chieto chialenge kianda.
enyombe ntang'ani ne ya Muikoyo, eya kabere ne ya Mukamba, eya gatoto ne ya Muluya, eya kane no Mutaita, eya gatano no Musi, eya gatano limu ne yango, eya Kianda n'aba mijikenda. Omuikoyo onyomire kabere, Omuluya natakeira nyome, Omusi anyome, Omukamba bono bikoria yeriekire. Nasema kuwa Mungu atabariki Wakenya wote, kura zitakuwa safe. Thank you. Thank you so. Kama wewe ni mwanaume niambia amesema nini? Bas, juu imefika mwisho. Bas, kwa sababu mimi napeana hii kipasa sauti sasa kutoka hapa. Mimi nataka niseme thank you very much viongozi wa Linda Mwananchi kwa kukubali kuja hapa kwetu. My colleagues in Wiper, thank you very much. Kenyans who are here na wale ambao munaelewa ni sababu gani na sababu na kiini cha Linda Mwananchi. Nataka niwaambie tu support hii movement mpaka tuone ukombozi wa Kenya umekuja. Kanisa 2022 mulifanya vile mulifanya. Lakini sasa niko na imani kwamba pia nyinyi mtatembea na sisi. Tena mimi nataka niseme vile nimejitokeza kutembea na kundi la Linda Mwananchi. Niko hapo na niko na sababu ya tukomboe Kenya. Tuone tumeleta uongozi ambao tumesomewa leo. Sermon ya leo ilikuwa ya ukweli. Imetufungua macho na imeambia Wakenya mahali tunatakiwa kwenda na ni nani tunatakiwa kumtoa. Katika hicho king'ang'aro 2027 nimejibwaga kwa uwanja. Nimejitolea kuongoza watu wa Machakos County kama gavana. Kwa hivyo kwa kanisa pia naomba muniombe ndio hizo kura nipate. Walakini juzi huko Homa Bay nimeona watu wameshikana wakaanza kurushia senior council, His Excellency Governor Orengo. Na mimi nataka niseme hii maneno ya kutumia gunism, kutumia vijana ni tutakataa. Mimi leo hii jana nimeambia vijana wa Machakos, hakuna haja nipange vijana wangu wakuje kupigana na vijana wa mpinzani wangu. Kwa sababu hakuna haja nilete kijana Mutiso apige Mutua, Mutisia, Mwikali, Kaleche. Tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo hiyo nikasema igome. Vile vile tukiwa hapa, shame on them. Nasikia kuna watu wanatoa watu kutoka huko Homa Bay hata Nairobi wakuje kurusha mawe hapa Machakos County. Nataka niseme shetani hata hao Wajaluo ni madugu zetu. Na mimi naambia vijana ambao wametolewa Nairobi wakuje kupigana ama kurusha mawe hapa Machakos. Tunataka tuwaambie Linda Mwananchi ni kundi la amani, ni kundi ambao inataka watu wote washikane, ni kulinda vijana, kutafutia vijana kazi, sio hiyo kazi ya kupewa 1000 unakuja hapa kuambiwa ondoa dayas ya watu. Kama hao ni wanaume waite mikutano yao. Sisi hatutakuja kwa mikutano yao. Kwa hivyo watu wakuja kwa mikutano yetu waache kutuma guns. And I want to warn anybody in Wiper, if you know you are in the group that is saying Ruto must go, then if you can bring guns to come and disrupt our meeting, then we don't see you straight in your eye. It means kwanza wewe sasa ndio unajuana na Kasongo, si ndio? Wewe ndio unapewa pesa ukuje kuharibu mikutano yetu. Kwa hivyo I want to tell wale tunashindana na hao, wacheni watu waombe kura wakuje hapa, alafu mwenye inji wa Machakos ndiye atakuja kuamua nani atakuwa gavana wa Machakos. Tuko pamoja hapo. Kwa hayo machache na hayo mengi, tukitoka hapa tutaenda mtituni. Kwa hivyo please, we'll have a very short time. I will invite the only star rising, the new governor, the incoming governor of Nairobi, Mheshimiwa Babu Obiri Owino. Thank you. Asanteni sana. Asanteni sana. God is good.
Tuesday. Tuesday. Bas. Kabisa, kabisa. God is good. And all the time. Asante sana. Viongozi ambao wako hapa, Reverend, nilipokuwa hapa nilikuwa nachukua notes yako kabisa. Chenye nimetoka nayo hapa kanisani ni ya kwamba tukiona Mandela tumeona, lakini tukiona Mobutu tunaona, tukiona Idi Amin tunaona. Bas, nikubalie viongozi kwa dakika moja tu. Kuna viongozi wengine hapa wawili tu peke yake ambao ni majenzi, ni bridge protocol kidogo, na niite mrembo wenyu hapa kutoka Machakos ambaye anataka waongeleshe kidogo. Asante sana. Praise God kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mwe nata iwe. Mbaitu mwaseo. Mwasengi. Ninye mutheu Rejoice Mwambia. Na mimi naitisha kiti ya Woman Rep hapa Machakos County. Mama hapa aliniambia kina mama mlituambia ya kwamba tukitoka pale street baada ya kusema Ruto must go, tuingie pale parliament, tufanye nini? Tufanye nini? Na hii kiti kidogo kidogo ya Woman Rep, kina mama najua mmetukubalia kama watoto wenu, tuende tumalize hizo shida zote. Kwa sababu hata saa hii Ruto hawezi sikia na maandamano, lazima tuingie bunge. Tunaona fuel, saa hii fuel ameongeza kama ile uongo yake, si ndio? Si bei ya fuel saa iko mingi kama uongo ya Ruto. Kwa hivyo hapa Machakos County kina mama zetu, vijana na kanisa, tunaomba mtutume pale parliament tumalize hizo shida. Asante sana babu. Asante sana. Wa mwisho nataka nichukue nafasi, kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Mr. Speaker Sir. Mr. Speaker Sir. Ako wapi? Ako wapi? Nilikuwa namuona hapa. Huyu kijana alisema alienda bunge akapata chakula lakini haikuwa na chumvi. Mr. Speaker Sir, I'm here to address you. Mr. Speaker Sir. I'm here to address you. Must go. Ruto must. Ruto must. Tumekuja na hatuendi. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mnanicheki? Mr. Speaker. Tumekaa sasa. We must change this nation. Ni kweli? Hii Kenya lazima ibadilike. Ni sisi tunabadilisha, sawa sawa? Sisi vijana, sawa? Sipuna, ni sisi, sawa? Babu, ni babu kwa sababu na hii Kenya lazima itabadilika. Tuesday. Kalala huku. Watati. Wacha tulienda tukaenda nyumbani. Tunalala huko next time. Sawa? Sisi tunaapishwa tukiwa State House. Sawa? Kuapishwa tunalala. Watatupata huko. Sawa sawa? Hakuna kura yetu inaibiwa na mtu. Sawa? Usidanganywe. Sawa sawa? Usidanganywe na mtu yoyote. Tumeshaamua. Tukichagua Sifuna, mchele itakuwa na mchele itakuwa na Mambo imebadilika ama haijabadilika? Mambo itabadilika ama ibadiliki? Mko sawa? Mko sawa? Tuesday tunapatana na wao. Wajipange, tumejipanga. Asante sana, asante sana. Huyu ndio sasa ni speaker wa majenzis. Sasa jenzi yeyote akiwa kule Busia, Mombasa, Nairobi, Kisumu, Central, Kiambu, huyo ndio kiongozi wao sasa. Speak on their behalf. Hapa kuna Mheshimiwa Angel Mbuga, alikuwa deputy wangu kule Sonu, atakuwa Kiambu rep. Asante sana mheshimiwa. Sasa wacha nikuwe dakika chache kwa sababu hatuna time. Jambo la kwanza nikiwarudisha nyuma kidogo, Bwana Reverend, ulipokuwa ukiongea uliniinspire sana. Ukanikumbusha jambo moja, ya kwamba in everything that we do, we must put God first.
Ukiamka asubuhi mapema, Mungu. Ukienda kazi, Mungu. Ukienda kupiga kura, Mungu. Ukiwa hata kwa nyumba, Mungu. Ukipiga soko, Juni Mungu. Reverend, the book of 1 Samuel 17:45, the Bible says that you will come against us with javelin. You come against us with swords. You come against us with spears. But we come against you. What you of the people of Israel. Who is this God? In the United States of America, on the dollar, it is written, in God we trust. In the United Kingdom, the national anthem, it says, God save the King. In Canada, the national anthem, God make Canada great and glorious. In Kenya, oh God of all creations. In the oath of office, saa zile unakuwa sworn in, unamaliza na kusema, so help me. Who is this God? This is the God of the Bible. This is the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who never obeyed Nebuchadnezzar. This is the God of Sifuna. This is the God of Orengo. This is the God of Kamene. This is the God of Wamboka. This is the God of Osotsi. And this is the God that we will follow. Bishop, ili tubadilishe hii nchi, lazima tuweke Mungu mbele. Na huyo Mungu ndiye atatusaidia. Kama kutakuwa ni vita, tutaenda na wakileta fujo, tutakuja na lakini in the name